Karibu tena mtazamaji na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tunakupeleka huko Kwale ambapo mazishi ya seneta wa Kwale Boy Juma Boy yanaendelea katika eneo la Vanga, kaunti ya Kwale. Viongozi mbalimbali wa kisiasa wamefika katika hafla hiyo wakijumuisha kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka miongoni mwa wengine. Hizi ni baadhi ya picha za matayarisho saa za asubuhi. Na tunaendelea na taarifa hiyo ya mazishi ya seneta wa kaunti ya Kwale marehemu Boy Juma Boy ambayo yanaendelea huko Vanga katika kaunti ya Kwale na kuhudhuriwa na umati mkubwa wa watu wakiongozwa na viongozi mbalimbali. Kulingana na ratiba, maiti iliswaliwa alasiri hii baada ya mwili wake kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi mjini Mombasa na kupokewa na familia yake pamoja na viongozi wakuu wa kisiasa ukanda wa Pwani. Marehemu alifariki jana akiwa anapokea matibabu katika hospitali ya Aga Khan hapa jijini Nairobi. Kulingana na viongozi ukanda wa Pwani, kuondokewa ama kufariki kwa marehemu kumeacha pengo kuu sio kwa familia yake pekee bali kwa siasa za ukanda wa Pwani. Kutokana na kauli zake zilizoashiria mchango wa mwelekeo wa siasa za Pwani, marehemu anatarajiwa kuzikwa alasiri hii. Watu wote wa Pwani jumla na watu wote wa Kenya kwa msiba tuliopata kwa ndugu yetu Mheshimiwa Senator Boy Juma Boy. Hilo ni pigo kubwa sana kwetu sisi wa Pwani. Na sisi yetu muhimu sana ni kumwombea Mwenyezi Mungu. Sisi kama viongozi pia tungependa kutoa rambirambi zetu kwa familia na tuseme pigo ambalo limetupata sasa ni kubwa sana. Sisi kama Wapwani na Wakenya kwa jumla, ni nadra sana kupata viongozi ambaye wana misimamo hasa ya kukomboa watu ambaye wanaongoza. Ni nadra kupata kiongozi ambaye anaamini kwamba uongozi wake ni kwa manufaa ya watu wake. So tuna hasara kwanza Kwale, Pwani na Kenya nzima kwa jumla. Yule ambaye alibahatika kuketi ama kuzungumza ama kwa ana na seneta ambaye tunamwaga atakubaliana na sisi kwamba tumepoteza kiongozi mwenye ujasiri mkubwa, mwenye msimamo, mtu ambaye akipatiwa ukweli hata sukumwe kivipi atasimama na ukweli. Kusema kweli, kile kiatu ambacho kimeachwa nyuma na ndugu yetu ni kikubwa. Tukiachana na hayo lakini tukisalia katika maeneo ya Pwani, mwanafunzi anayesomea sheria katika chuo kikuu ni kati ya washukiwa waliokamatwa jana usiku huko Bamburi na kufikishwa mahakamani hii leo kwa madai kuwa walipatikana na dawa za kulevya. Mkuu wa kanda ya Pwani Nelson Marwa amesema kuwa vita dhidi ya mihadarati vitaendelea na kuwaonya wanasiasa dhidi ya kuingiza siasa katika suala hilo. Inadaiwa polisi walipata kilo 10 za heroin katika nyumba walizopekua. Dawa hizo zinakadiriwa kugharimu shilingi milioni 18. Kama wewe unauza madrag yako, unatumia proxy. Nasikia vile wanafanya, wanatumia spanner boys. Hata kwa bank hawapeleki pesa, wanadiri in dollars ili wasipatikane. Your days are numbered. Stop burying your head in the sand. Na kama wewe huhusiki, ni nini na kuwasha? Pilipili usioila ya kuhusu nini? Muliona over the weekend, KTN mko hapa, munaangazia yule mbunge wa Migori anaitwa Junet. He appears in a national TV Fox. He gets agitated. Biashara yake akona uhusiano gani na hawa madra? Is he a beneficiary of drug proceeds in the region? Can he stand up and tell Kenyans
Why did he abuse me eti mimi ni monkey wa Jubilee? Tangu lini kiumbe cha Mungu kikawa monkey? Mumuulize hiyo. Hata yeye si monkey. Mimi siwezi kutukana yeye. I can't do that. I respect him. We respect that as a leader. But why must he do that? With this kind of evidence here, can Junet stand up and tell Kenyans what he means by that? I don't want him to apologize to me. Let him apologize to God. I'm a creation of God. I'm telling you. Mi si creation ya Junet na siwezi kumuogopa. I'm telling you, I can't. He cannot shut my mouth. Eti ananiita monkey. Does that make me a monkey? It doesn't. I am wonderfully created by God. That is an insult to God. These are positions I take. And that can never intimidate me as Marwa. In fact, it energizes my resolve to fight drugs. Now tunataka kuchunguza huyu Junet. Mtazamaji, kuna mengi zaidi tuliokuandalia, taarifa za siasa pamoja zile na